Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunamshukuru Mungu tena kwa wakati huu. We thank God for this time, for this hour. Nashukuru kwa wema na fadhili zake We thank God for His mercies ambayo Bwana ametenda juu ya maisha yetu. that God has done in our lives. Kabla ya jambo lote, Before anything, tunaenda kumshukuru Mungu. we want to thank God. Tunalibariki jina lako, Father, we thank you, Baba wa milele, God of all ages, Mungu mtakatifu. Holy God. Asante kwa wema wako. We thank you for your goodness. Asante kwa upendo wako. We thank you for your love. Asante kwa kila mmoja aliye mbali na We karibu. thank you for everyone that is far Acha and near. neema yako ikawe pamoja Let nasi, your grace dwell with na us, kibali chako kikatawale juu ya maisha and may yetu, your favor be upon us. kwa utukufu wa jina la Yesu tukiomba na In kuamini. the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu anatupenda. I thank God for His love. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya Apostle Jerome I want to thank God because of Apostle Jerome, pamoja na Mama Angel together with Mama Ange, ambao wametukubali kutualika. that have invited us. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu yenu, So we thank God because of you, mama wa maombi, a woman of prayers, mama ambaye amejitoa katika kizazi hichi. a woman that has dedicated herself in this Mungu generation. akubariki kwa kazi kubwa ambayo unaifanya May God bless you for the kwa work that ajili ya you're utukufu doing wa Bwana. for the glory of God. Kwa hiyo Mungu atende yaliyo mema katika maisha And may yako God do you well in Jesus' name. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Mimi ninayesimama hapa I that is standing here before ni you mchungaji Esther is Pastor Esther, katika kanisa la Redeemed Gospel Church senior pastor in Redeemed Gospel Church Nairobi. in Nairobi, Kenya. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mtafsiri wangu, I thank God because of my interpreter. ni Apostle V. His name is Apostle V. Lakini nashukuru tena Mungu kwa sababu ni kijana ambaye Mungu amenipatia kwa uzazi wangu. But I also thank God because he's my biological son. Asante kwa sababu ya hiyo. Thank you because of that. Tunaenda kujifunza neno la Mungu We want to study the word of God, ambayo inazungumzia nguvu ya kibali. and we're going to talk about the power of favor. Kibali ambacho kinatoka kwa Mungu. Favor that comes from God. Kibali ni nini? What is favor? Kibali ni kukubalika. Favor is being accepted. Wakati ambapo mtu amekubalika ni kibali. When someone is accepted, then they are favored. Na kibali Mungu ndo anapeanaga. And it is God that grants favor. Na kibali hakina haki. And favor is unfair. Unaweza kuniuliza kwa nini kibali hakiko na haki? You might be asking why is favor Kwa sababu unfair? kibali kinaweza kumwangukia aliye nyuma kuliko aliye mbele. Because favor can befall someone that is behind. Kibali and kinaweza before. kuanguka mahali popote. Favor can fall upon Kwa hiyo anyone. kibali hakina haki. So favor is unfair. Kwa hiyo tunaenda kuhubiri au kufundisha kuhusu kibali. So we're going to speak about favor. Tutasoma kitabu cha Ruth, We'll be reading in the book of Ruth, sura yake ya pili na mstari wake wa 15 mpaka 18. the second chapter of Ruth, verse 13 to verse 18. I will read in the name of God. The Bible says, "Then she said, 'Let me find favor in the sight, my Lord, for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid. Thou I bet not like unto one of thine handservants.'" Verse 14, "And Boaz said unto her, at mealtime, come thou hither and eat of the bread, and dip thy mouth in my vinegar. And she sat beside the reapers, and he reached her parched corn, and she did eat, and was satisfied and left. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even more the sheaves, and reproach her not." Verse 16, "And let her fall also some of the handful of papas for her, and leave them that she may glean them, and rebuke her not." Verse 17, "So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of a barley. And she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned, and she brought forth and gave to her that she had reserved
after she was suffered. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma maandiko marefu haya. We have read a quite long scripture passage. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaenda kugusia. Because there are some things that we want to touch on. Biblia inasema baada ya Joshua kufariki, the Bible says after Joshua had died, Israeli ikaanza kuishi maisha yao. Israel started living the way they felt like. Israeli wakaanza kutumikia miungu mingine. Israel started worshiping other gods. Israeli wakaanza kumwasi Mungu. Israel started misbehaving against Mara God. nyingi wakati Israeli ilipokuwa anafanya mapenzi ya Mungu, Mungu alikuwa upande wao. Every time Israel lived according to the will of God, God was with Lakini them. wakati ambapo wangeenda kinyume na Mungu, But anytime they disobeyed God, Mungu aliruhusu mateso na adui kuwateka. God would allow suffering and the enemy to prevail over them. Kwa hiyo wakati huu So at this ni time wakati ambapo Israeli imeingia katika ukame. is a time that Israel is going through a famine. Na huu ukame ukagusa Israeli yote nzima. And this famine affected the entire Israel. Mpaka Betlehemu. Up to the land of Betlehemu ni mahali ambapo kusingekosa chakula. Bethlehem was a place of plenty. Bethlehemu ilikuwa ni mahali pazuri. Bethlehem was a good place. Lakini wakati huu But at this time, tunaona ya kuwa Mungu anaruhusu ukame mpaka Bethlehemu. we see God allowing a famine in Bethlehem. Katika nyumba ya mkate ambayo Biblia inasema Bethlehemu ni nyumba ya mkate. Bethlehem, a place also known as the house of bread. Lakini ikageuka ikawa mahali pa ukame. But it turned to be a place of famine. Na hii hali ikaleta shida katika nchi. And this became a problem to the land. Kwa hiyo kila mmoja akaanza kulia. So everyone started crying. Kila mtu akaanza kusononeka. Everyone started weeping. Kuna wakati katika maisha There is a time in life watu wote wanaweza kulia, people might cry, lakini kilio hakifananagi. but tears are not the same. Kuna kilio cha kucheka There are people that cry na kuna because kilio cha huzuni. and there is a bitter Kuna cry. kilio cha kuhamisha There is a cry that shifts na you, kuna kilio cha kubadilisha and maisha. there is a cry that changes your Katika life. kilio hichi cha ukame In this cry during a famine, tunaona ya kuwa kuna familia moja we see a certain family ambayo Mungu anataka kutumika naye. that God has chosen to work with. Ukame ulipozidi, When the famine was too Biblia much, inasema katika mji huo the Bible Yerusalemu, says that in that land of Bethlehem, Bethlehemu, in Bethlehem, Mungu God akakutana na hii familia met with this family, ambaye alikuwa Abimeleki pamoja na Naomi which was the family led by Elimelech and Naomi pamoja na watoto wao. and their 2 children. Biblia inasema wakatoka Bethlehemu, And the Bible says that they left na Bethlehem. wakati walipotoka wakaenda Moabu And when they left for Moab kwa sababu ya ukame. because of the famine. Walipokuwa wakiondoka, As they were leaving, walikuwa najua tunatoka mahali pana shida. they knew that we are leaving a place of suffering. Ndio kuna shida na tabu, lakini ni kwetu. Yes, there is problem, there is Mahali a famine, but this tunakwenda is home. tunaenda kutafuta Where maisha. we are going, we are only seeking for Wakatoka help. kwenda kutafuta maisha. And they left to go and seek Wakawa a na better place. tumaini ya kila kitu. They had hope for better Mahali things. tunakwenda tutakuwa Where salama. we are going, we will be safe. Mahali tunakwenda tutapata starehe. Where we are going, we will be comfortable. Nataka ukumbuke tunazungumzia kibali. I want to remind you that we're talking Biblia about inasema ya favor. kuwa Abimeleki pamoja na Naomi The Bible says that Elimelech together wakafika with Naomi Moabu, went to Moab wakakaa and Moabu. they rested in Biblia Moab. inasema ya kuwa watoto wao The Bible says that their ambao children, walienda nao watoto wawili wakaoa 2 sons that they left na with, got wakaoa married, wanawake wa Moabu, and they married Moabite ambaye women, alikuwa Orpa pamoja na Ruth, who was Orpah together with Ruth, wakawaoa and they married them. siku baada ya siku. Day after day, Biblia inasema ya kuwa the Bible says Abimeleki akafariki. Elimelech died. Abimeleki alipofariki, When Elimelech died, tunamuona Naomi anabaki mjane. we see Naomi left as a widow, Mjane ambaye alikuja akiwa na wingi.
a widow that came in plenty. Alikuja akijua ya kuwa niko sawa pamoja na mume wangu na watoto wangu. He came knowing that I will be safe together with my husband Lakini and my ghafla kids. katika safari hii, But all of a sudden in her journey, mume akafariki. the husband dies. Kwa hiyo jina la Naomi likabadilishwa, So the name of Naomi was changed akaitwa mama mjane. and was now called a widow. Baada ya ujane, After being a Naomi widow, anajipatia nguvu. Naomi Anasema strengthens ndio herself mume ameenda, and says that yes, my lakini husband is ameniachia dead, watoto, but I still have two sons. ameniachia I tumaini. still have hope. Na wakati huu Naomi And this time alikuwa Naomi mtu mzima, was already an old alikuwa ni woman. mtu ambaye ameanza kuzeeka. She was already old. Ghafla katika hiyo And hali, all of a sudden, in Biblia that time, inaniambia ya the kuwa Bible says watoto wake wakafariki. his children also died. Watoto wake wakafariki. His children also died. Alikuja na watoto, She came with the alikuja children. na mume, She came with her lakini husband. wote wanafariki. But all of them Mahali died walipokuwa in wamekimbilia a place where wawe they salama. went to for Kwa hiyo refuge. tunamwona Naomi So we see Naomi hana mume, has no hana husband, watoto. has no children. Alikuja She came na watoto with pamoja na children mume, together with her husband. lakini tunaona hakuna kitu amebakia But nacho. there is nothing that she's left. Kilio cha Naomi kinakuwa kikubwa. Her tears become loud. Tunapotazama Naomi ni kama mfano wa When we Ayubu. look at Naomi, she's a representation Ayubu of Job. alipitia mambo ambayo yasingeweza kuelezeka, Job went through things that could not be na uttered. tunamwona Naomi anapitia mambo ambayo hayawezi kueleweka. And we see Naomi going through trials that cannot be Unaweza explained. kuongea maneno haya kama urahisi, You can read about this in an easy way. lakini nataka kukuambia, But I want to tell you, kaa karibu ya mjane, sit next to a widow. atakwambia maisha ya She ujane will explain to sio you maisha rahisi, that being a widow ni is not maisha ya easy. kusingiziwa, It is a life maisha ya It is a kukataliwa, life of being maisha ya separated. machozi. It is a life Kwa of hiyo tears. tunamwona So we see mwanamke huyu, this woman, maisha her yamebadilika. life changed. Anaangalia She looks watoto tena hakuna, and she has no hana kids tena anymore. uwezo wa kupata She mtoto. cannot give birth Kwa hiyo anymore. maisha yake So her life yamefika njia panda. has come to a Biblia standstill. inasema ya kuwa And the Bible says hawa wakazana wake the daughters-in-law ambao alibakia nao, that remained with her, akakaa akajiita mkutano, she called them for a meeting akasema sitaendelea kukaa na watoto wa and watu. said that I cannot continue staying with Watoto you. wangu waliowaoa My wamefariki, children that God married to you are already dead. mume wangu hayuko, My husband is no more. sina hata uwezo wa kupata tena I do not mtoto. have the ability to give Kwa hiyo back again. nitawaita So I will call ili them niwaweze kuwaaga. so that I may say Wangali goodbye to them. vijana wadogo, They are still young people. wana uwezo wa kwenda kuolewa mahali They can pengine. remarry Kwa again. hiyo akawaita. So she called them. Alipowaita When she called them, akawaambia ya kuwa she told them, nashukuru kwa sababu mmekuwa wakazana wangu, I thank you because you've been good nashukuru kwa sababu daughters-in-law. mlikuwa pamoja na watoto I wangu, thank you because you were with my kids. lakini watoto wangu hawako But tena, my kids are no more. watoto wangu My wamefariki. children are dead. Kwa hiyo ninawasihi So I beseech you muondoke to just go back home ili mimi niweze kurudi kwetu. so that I can go back to my Ni homeland. jambo la huzuni It is kwa painful sababu anazungumza, anasema because she speaks hata and says ningekuwa na uwezo wa kuzaa, that even if I had the ability to give birth, isingewezekana mimi kuzaa it wouldn't be possible for me to give mtoto birth akuwe for my children ili aweze to kuja grow so kuwaoa. that they may marry you Kwa hiyo again. ninawatakia amani, So I wish you muweze kuondoka and may you leave ili niweze kurudi so kwetu. that I may go back to my homeland. Tunaona machozi ya Naomi, We see the tears of Naomi, kilio cha Naomi. the weeping of Naomi. Naomi amefika mwisho. Naomi has come to her. Naomi anaona hakuna tena tumaini. She has no hope. Kwa hiyo Biblia inasema ya kuwa So the Bible says, Orpa aliposikia hivyo when Oprah had akasema, this, kweli unasema she said, it is true what you're saying, na mimi ninakuaga. and I am beating you. Tunamwona Orpa akimkumbatia mama yake And we mkwe. see Oprah
anamwambia mama, ninaenda. And saying, I am leaving. Asante kwa sababu ulikuwa mama yangu mkwe. Thank you for being a good mother-in-law. Kwa hiyo mama anangoja sasa Ruth na yeye aongee kitu. And Naomi is also waiting for Ruth to speak. Lakini Ruth anaongea kitu tofauti. But Ruth says something different. Nataka kukwambia ya kuwa I want to tell you that kibali, favor, hakitembeagi peke yake, does not walk alone. Lakini kibali, but favor, kinatembeaga na neema. Walks with grace. Wakati wowote, anytime, mahali kuna kibali, where there is favor, hapo kuna neema. There is also grace. Neema ni nini? What is grace? Neema ni kukubaliwa grace is being mahali usingeweza kukubalika. Where you wouldn't be accepted. Nataka kukwambia ya kuwa I want to tell you this. Sisi tumepata neema We have received kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Ndani ya msalaba wa Yesu, Yesu alimaliza yote. Akatufanya kuwa wana. Hatuko tena watumwa. Kwa hiyo kwa Yesu Kristo tunafanyika kuwa na neema pamoja na kibali. Na hicho kibali kikatufanya kuwa sisi si watumwa. Converted us from being slaves. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo tunamwona Ruth. So we see Ruth anamwambia mama yake, speaking to usiniruhusu kukuacha. And says, do not allow me to mimi siwezi kukuacha. I will not leave you. Mama anamwangalia Ruth. The mother looks at anamwambia kuwa she speaks haitawezekana. And says it is not bado possible. Ungali kijana mdogo. You are still young. Lazima uondoke. You have to leave home. But Ruth anamwambia siwezi kukuacha. Says that I will not leave you. Mimi nitaenda pamoja na wewe. I will go together mahali utaenda. Where you will go. Na mimi nitaenda. I will also go. Mahali utalala. Where you will sleep. Na mimi nitalala. I will also sleep. Mungu wako. You are God. Atakuwa Mungu wangu. Will be my Tunamwona. We see huyu Ruth. We see anaanza kuleta kuambishwa. He starts to bring a difference. Nimekwambia ya kuwa neema au kibali, I told you that favor ni kukubalika. Is being accepted. Ni mtu ambaye alitoka Moabu. She's someone that comes mahali waliabudu miungu. A place where they worship. Lakini tunamwona anaanza kuhamishwa kutoka hali ya kwao na kuingia katika Mungu wa Israeli. Anamwambia mama yake mkwe, mahali unaenda nitaenda. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotazama kitabu cha Ruth, when we look at the book of Ruth, tunamwona Ruth akiwa katikati. We see Ruth between Judges and Samuel. Ni wakati wa kubadilisha. It is a time of shift or a time of change. Kwa sababu Mungu alitumika na waamuzi. Because God had worked with zaidi ya waamuzi 12. Over 12 judges. Na katikati ya hiyo tunaona kitabu cha Ruth. There is the book of Ruth. Sasa katika kitabu hichi cha Ruth, and in the book of Ruth, Mungu anaanza kufanya jambo. God is doing something. Ili aweze kuhamisha in order for kutoka kwa waamuzi ili kuja katika kizazi cha ufalme. In order to bring them into the kingship. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana tunamwona katika kitabu hichi tunaona Samuel. And that is why after Ruth we see Samuel. Na huyu Samuel katika kizazi hichi, and in this generation, tunamwona Samueli anampaka mafuta mfalme wa kwanza ambaye ni Sauli. We see Samuel anointing the first king who is Saul. Na katika kizazi hicho tunaona tena Daudi anapakaliwa mafuta. And in this generation we see David. Na katika kizazi hichi cha Daudi, and in the lineage tunamuona Yesu anatoka katika kizazi cha Daudi. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa kuambishwa. So it was a time of transition. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ruth anamwambia mama yake mkwe, Ruth says to her mother-in-law, tutaenda na wewe. I will go with you. Mama anaangalia. The mother looks at her. Anasema sistahili mimi. And says, I do not deserve you. Sistahili mimi. I do not deserve. Shida kubwa alikuwa nayo huyu mama. The problem that Naomi had. Kwanza ni mzee. She is already old. Pili, number 2, alikuwa mjane. she was a widow.
3, Number 3, hana watoto. she has no kids. 4, And number 4, hana chochote. she has nothing Yuko to her katika name. nchi ya kigeni. She's in a foreign land. Lakini kwa sababu ya neema aliyokuwa nayo, Because of the grace that she had, Mungu anamuunganisha God connects her pamoja na Ruth. with Ruth. Sio jambo rahisi It is not an easy kwa thing kizazi ambacho tuko nacho, in this generation that we live in. ambapo msichana aliyeolewa mahali, For a woman that has been married in a certain family, wakati mume amefariki, when the husband dies, atang'ang'ana na mama yake for mkwe. her to stay with the mother-in-law. Ilibidi neema ikuwe ndani ya Naomi. Grace had to be upon Naomi. Kwa hiyo Naomi ambaye ni neema, So Naomi, who has grace, na pamoja na Ruthi ambaye huyu Ruthi ni yule ambaye amekubalika, and then there's Ruth, a woman that has been accepted, ambaye ana kibali cha Mungu ndani yake. that has the favor of God upon Kwa her. hiyo wanasema tutaambatana. So they say that we will Ndio work maana together. nikakwambia And that is why I told you, neema na kibali vinaambatana. favor and grace works together. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo Ruthi wanaondoka pamoja na mama yake So mkwe. Ruth and Naomi live together. Ruthi hakujali mama yake hana chochote. Ruth does not care what the mother-in-law has or does not have. Hakujali hatalala chini au itakuwa aje. She didn't care if she will sleep on the floor. Lakini Ruthi akasema, But the Bible says nitaambatana na mama. that she said, I will Nitaenda continue na with you. mama. I will walk with Mahali you. kokote ataenda, Wherever she will go, mimi that is where I nitaenda will na go. yeye. That is where I will Kwa hiyo go. Ruth anaenda pamoja na. So Ruth goes with her mother-in-law. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Wanafika kwa mji. They go back to Bethlehem. Wanafika Bethlehemu, wakati wameingia, And when they get to Bethlehem, watu wanaanza kusema Naomi amefika. people start looking and Naomi saying, anasema "Naomi is back." msiniite tena And Naomi, Naomi says, do not call me kwa sababu Naomi, nimebaki mtupu. because I am empty. Mateso mengi nimeyapata. The pain that I Nilizani went mahali na kwenda nitapata through, I faraja, thought I would get lakini peace nimerudi na and machozi but I mengi. come back with Nataka tears. kukuambia ya I kuwa want to tell you one thing. mahali umefika mwisho, Where you get ndipo to your Mungu end, anaonekana. that is when God is seen. Haijalishi machozi mengi, It doesn't matter the tears. haijalishi umebaki peke It doesn't yako, matter you've lakini been left kuna alone. Mungu wa But there Israeli, is a God kuna of Mungu Israel. anayejibu, There is a God tena that kuna answers. Mungu anayepangusa There is a machozi. God that wipes away tears. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jina inaweza kubadilika, Your name might be changed. hali inaweza kubadilika, Situations might change. lakini kitu ninaamini, But one thing I Mungu believe ni Mungu mwaminifu. is that God is Mungu faithful. ni Mungu anapangusaka God is the machozi. God that wipes away Mungu tears. anaondoaka He is the aibu. God that takes Katika away hiyo reproach. hali yake, In that situation, mkazana wake anaambatana na her yeye, daughter-in-law follows her. hakumwachia njiani. She did not leave her on the Nataka way. kukwambia kitu mwanamke, I want to speak to a woman today. kuna wanawake vijana wadogo, They are young women. mara nyingi wanapokuwa na watoto wanawake na wanaume, When you give birth to young men and young women, hawajui kesho watakuwa wamama mkwe. they do not understand that tomorrow they will also be mothers-in-law. Utawapata wanapigana na mama mkwe, And you find them fighting their mother-in-laws. na huyu mama mkwe anaonekana kama vile mchawi. And this mother-in-law looks like a witch to them. Hata wengine wanaomba mama mkwe afe. And others are praying and fasting that the Hata wengine mother-in-law wanasema dies. hatutaki kuolewa na watoto ambao na vijana ambao mama yao angali hai. And some other young women say we don't want to get married to men that Lakini still nataka have their mothers. kukukumbusha hiki, But I want to remind you something. vile tu uko na mtoto msichana The same way you have a daughter, na vile uko na mtoto and kijana, the same way you have a son, unamuona ni mdogo you see them young na today, unajisahau, and you forget. lakini kesho utakuwa mama But mkwe, tomorrow you will become a mother-in-law. kesho utakuwa mama mkwe. Tomorrow you will become Biblia a inasema mother-in-law. akipandacho mtu The atakivuna. Bible says that whatever a man sows, Kwa he hiyo will reap. katika maisha yako, kwa maisha
ya mama mdogo, so in your young life, jali mama yako mkwe na baba yako mkwe. Take care of your mother and your father-in-law. Kwa sababu siku moja, because one na wewe utakuwa baba mkwe na mama mkwe. You will also become a father-in-law or a mother-in-law. Chunga sana. Take care of them. Usipige vita mama mkwe au baba mkwe. Your mother-in-law or kumuita mchawi. Calling them kwa maana kesho na wewe wanaweza kukuita mchawi. Because tomorrow the same Lakini Ruth anatufundisha. But Ruth teaches us. Anatufundisha ya kuwa She teaches us that mama ya Bwana the mother ni to mama my husband yangu is my own ambaye alinizalia mwanaume. That gave birth to my lazima husband. Nitampenda. I will love her. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mahali tumesoma. So where we've read, tunamuona Ruthi anatoka. We see Ruth going out. Anaenda kutafuta chakula. She's going out to look for food. Mama yangu ninajua wewe ni mtu mzima. And she says, I know you're already an old woman. Na una nguvu ya kutoka. And you do not have the strength to go and find food. Naenda kutafuta chakula. But I will go and find food for us. Anatoka naenda. And Ruth leaves. Bahati na neema ya Mungu iliyokuwa ndani yake. And by chance, kwa sababu alipokuwa anatoka, because when she was leaving, Naomi akamwambia Mungu wangu nakubariki. Naomi said, may my God lead you unakwenda. Where you're going. Kwa hiyo Ruth anaenda na baraka. So Ruth is going na with the blessings ya mama yake mkwe. And the grace of her mahali anafika. And where she goes. Ni mahali ambapo Boazi, shamba ya Boazi. Is the land that belongs to Boaz. Na katika ile shamba ya Boazi. And in the land, that place. Anaingia. She goes in. Ukisoma hii Ruth. When you read the sura 2 na hapo 5 na kushuka. From verse 5 of chapter 2. Unaona Boazi anafika shambani. Boaz gets to the land. Na alipofika shambani. And when he gets to that place, to the land. Anauliza. He begins to ask, ule msichana ni wa wapi? Who is this woman? Huyu msichana ni wa wapi? Who is this woman? Kibali, favor, kinakuaga na kuoneshwa. A favor reveals you. Katikati ya watu wengi, amongst many, kibali kitakuonesha. Favor will reveal you. Walikuwa watu wengi mahali pale. There were so many people in that place. Lakini macho ya Boaz, but the eyes of Boaz, yakamuona Ruth. Only saw Ruth. Wakati wowote Mungu anaweka kibali juu ya maisha yako, anytime God bestows his favor on you, kupigana juu uonekane. You will not fight to be recognized. Lakini Mungu anakukubalisha watu. But God introduces you to Mungu people. Anafungua njia. God opens a way. Kupitia kibali. Through favor. Kibali si kukaa muda ukijipodoa. Favor is not about how much makeup you have on. Sababu napaka perfume nzuri sana. Favor is not about your expensive perfume. Kibali si sababu natembeza gari nzuri. Favor is not because you drive an expensive car. Kinatoka kwa Mungu. But favor comes from God. Na hichi kibali, and this favor, kinamfanyaga mtu make someone aliye nyuma anatoka nyuma anakuja mbele. Brings a person from behind. Kwa hiyo Biblia inasema ya kuwa and the Bible says Boazi akaonekana, akamuona. Boaz saw Ruth. Akauliza huyu ni nani? And began to ask who is this number one. So number one, kibali, favor, kinafanya uonekane. Will reveal you. Hata mahali umejificha. Even where you're hidden. Kuna watu wanaweza kukuchukia. There are people that might hate you. Kuna watu ambao wanaweza kukusemea mabaya. There are people that might speak ill of you. Kuna watu ambao wanaweza kusema huyu ukifika karibu yake ni mtu mbaya. There are people that might speak bad against you. Lakini kibali kinavunja hivyo vitu vyote. But favor destroys kinamfanya mtu kuonekana. And reveals a person. Kibali number 2. Number 2 about favor. Kibali hakina sheria. Favor has no rules. Biblia inasema, the Bible says, Ruth alipokuwa kwenye hiyo shamba, when Ruth was in that land, Boazi anasema, Boaz says, mumwache aokote. Let her pick nyuma yenu. Behind you. Na kwenye yale maganda ambayo muliweza kuchuma mkaweka pembeni. And from the harvest that you already picked, mumupakulie au mumchukulie kiasi mumpatie. Leave some behind for her. Sasa angalia hili.
Now look at this. Watumishi wamefanya kazi. The servants have been working. Na kazi imeonekana. And the work can be lakini seen. But Ruth, ambaye hakufanya kazi, that did not work, hakujitaabisha, that did not struggle, lakini juu ya kibali, but because of favor, kibali kinampatia favor grants kwenda kupata mahali hakutumikia, to receive things from where she did not come from. So favor, hakina sheria. Favor has no kwa sababu sheria ni kwa yule aliyefanya kazi, belongs to the one that works. Sheria law ni kwa yule aliyetoa jasho, will be on the person that sweated. Lakini kibali, but favor kinavuka wale waliofanya kazi, will go beyond the people that kinaruka kwa mtu ambaye hakufanya kazi, and goes to the person that didn't even kwa hiyo kibali, so favor kinateteaga mahali ambapo hawezi hata tetewa. Defends you where you cannot be defended. Unajipata unakuwa mbele. You find yourself in the forefront. Kibali namba 3. Number 3 on favor. Kinafanya upendelewe. Will bring you, will make people love you. Kinakufanya kila mmoja akupende. Will make people love you. Hata mwenye kukuchukia, even someone that hates atakuchukia nyuma ya nyumba. Will love you behind your, will hate you behind your back. Atakusema nyuma ya nyumba. Will speak about you behind your back. Lakini wakati mnakutanana, but when you meet, kibali kinavunja yale maneno. Favor will break anakukubali apende asipende. They will accept you whether they like it or not. Kwa hiyo kibali, so favor kinamfanya mtu makes someone akubalike kila mahali, to be accepted all over. Biblia inasema ya kuwa, the Bible says, huyu Ruth akakubalika na Boazi, was accepted by Boaz, akakubalika na kuweza kupata kila kitu. Was accepted and nataka kukwambia wewe ambaye umevunjika moyo, I want to speak to someone that is Mungu akupatie kibali. May God give you favor. Inawezekana umechoka, maybe you're tired, unawezekana unasema umerogwa, maybe you feel like lakini kuna neema ya msalaba, but there is the grace from the kuna neema ya Bwana Yesu, there is the grace kuna of neema ya damu ya Yesu, we have the grace ambayo ukiingia ndani yake, when it comes upon you, anakuosha, he washes anakutakasa, alafu anaweka kibali juu yako, na kibali kinapokuwa juu yako, kila kitu kinafuata maisha yako. Everything begins to align. Nakumbuka habari za mtunga Zaburi, Zaburi ya 23. Psalms 23. Biblia inasema kuwa Bwana ni mchungaji wangu, the Bible says that the Lord is my shepherd, sitapungukiwa na kitu. I shall not want. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, He makes me lie down in green pastures. Biblia inasema mwisho wake, the Bible says, anasema wema na fadhili zitanifuata. Goodness and mercy wakati kibali cha Mungu kiko ndani yako, the favor of God is upon you, wakati neema iko juu yako, grace is upon you, hautafuata neema, hautafuata mambo, you will not follow things, kama vile mtunga Zaburi anasema, according to wema na fadhili zitanifuata. He says that goodness and mercy shall wewe follow you. Hautapigana, You will not have to fight, kwa sababu una kibali, because you have. Kwa hiyo hicho kibali, so this favor kinasababisha mambo kukufuata, will make things come, baraka kukufuata, blessings will uzima kukufuata, mafanikio kukufuata, ushindi kukufuata, chochote unachokihitaji kinapatikana kupitia kibali cha Mungu. within the favor of God. Nataka kukwambia mpendo, I want to tell you brethren, kibali haipatikani kwa sababu una gari. Favor does not come because you drive a Kibali good car. haipatikani kwa sababu una manyumba. Favor does not come because you have good Kibali houses. haipatikani kwa sababu wewe ni nani. Favor does not come because Lakini you have a kibali title. kinapatikana kwa Kristo But Yesu. favor comes through Kila yeyote anayekubali kumpokea Bwana, everyone that receives Mungu Christ. anaweka kibali juu ya maisha God yake. bestows favor Kwa hiyo upon you. ninakusihi, So I beseech you, ingia kwa msalaba, come into the kingdom. ingia kwa Yesu Kristo. Come into the kingdom of Yeye Christ. anapeana He's kibali. the God that gives Kibali favor. kinaondoa maumivu yote. Favor removes all kinds of pain. Kibali kinaondoa machozi, Favor takes away lakini tears. kinapatikana tu kwa Kristo But it is Yesu. only found in Christ Kwa hiyo Jesus. ninakusihi So I beseech you, katika jina la in Yesu, the name of Jesus, kubali Bwana, to accept Christ, mpokee Kristo, to receive Christ, apeane hayo kibali. so that he that gives favor, Anayepeana uzima, he that grants life, utapata upendeleo you will find na love, utapata neema and you will receive grace kupitia kibali. through favor. Acha niombe kwa sababu ya mtu mmoja.
Let me pray for someone today ambaye anataka kumpokea Kristo. that wants to receive Christ. Mahali popote ulipo, Wherever you are, Yesu anakupenda. Jesus loves you. Anapeana He kibali. gives favor. Anakuhitaji tu. He needs you. Anasema hivi, He says, tazama nasimama mlangoni na bisha. I am standing at the door Mtu knocking. akisikia sauti yangu nitaingia. Whoever Na will hear kufungua, my voice and open the door, nitaingia kwake. I will come and eat with them. Ninakusihi katika jina la I Yesu. beseech you in the name of Mahali Jesus. ulipo, Wherever you are, kubali Kristo receive Christ. aingie ndani ya maisha yako. Accept him to come into your Katika life. maombi haya mafupi, Through this short prayer, nataka mtu mmoja I want someone ambaye anasema mimi niko tayari that says, I am ready kumpokea Yesu kuwa Bwana na to Mwokozi wa receive maisha yako. Christ as my Kwa personal hiyo acha Savior. tuombe na wewe. Let me pray with you. Unaporudilia maneno haya, As you repeat these words sema after Bwana me, Yesu, just say, Lord Jesus, nimekuja kwako. I come to you. Nimejitambua mimi I ni have mwenye dhambi. acknowledged that I am a sinner. Na sasa nimekuja kwako. And now I come to you. Ninaomba I unisamehe. pray for forgiveness. Toka siku ya leo From this day, nimemkataa shetani I denounce the devil na kazi zake and zote. his works. Nimekupokea Yesu I receive Christ uwe Bwana na Mwokozi to wangu be my personal katika Savior maisha yangu. in my life. Ingia ndani ya moyo wangu, Come into my heart. univute katika kitabu cha hukumu, Rub my name from the book of uniandike death katika kitabu cha and uzima. write my name in the book of Asante life. Bwana Yesu kwa I kuniokoa. thank you for saving me, Asante Jesus. Bwana kwa I kunifanya thank mwana. you for making me a son. Tunakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekupokea Lord, we Yesu. thank you for everyone that accepted Neema you na today. kibali chako kikakue juu ya kila May your mmoja, grace and favor be na upon each baraka and every zako one of them. zikafuatane na watoto wako. May your Kwa blessings utukufu follow wa jina them. la Yesu tukiomba na In the name kuamini. of Jesus we pray. Amen. Amen. Mungu awabariki May sana. God bless you. Amen. Amen.